KMC kwa siku ya leo kwa namna moja au nyingine inataka kusababisha kibora chache. Kwa upande wako umeonaje mchezo na maoni yako? Kwanza tumpongeze mwalimu Sujini wa mpito ama ni wa muda ama ni wa kudumu wa KMC ambaye amechukua mikoba ya mwalimu Ngala. Ameibadilisha timu kwa kiasi kikubwa sana na imetoa upinzani mkubwa sana kwa Simba Sports Club. Na nadhani katika mechi 4 hizi ambazo tumecheza back to back, hii ndio mechi ambayo imekwenda vizuri. Kwanza hakukuwa na rafu za shamba, lakini vile hakukuwa na upotezaji wa muda wa aina yoyote. Wameruhusu mpira uchezwe na wameruhusu timu bora ipate ushindi. Kwa hiyo kwa hilo tunawapongeza KMC. Wamecheza mpira usiokuwa na mashaka ndani yake na wamefungwa kwa kulingana na makosa yao na ubora wa Simba Sports Club. Tumemaliza syndicate yetu ya mechi 4 ngumu ambazo zilikuwa zimebandana kama tasbihi, na tumeweza kupambana kuchukua alama 12 katika mechi hizo. Haikuwa kazi nyepesi. Shukrani za kipekee zimwendee mwalimu Fadlu Davis kwa kuweza kufanya rotation kubwa ya wachezaji, kumpa nafasi mchezaji mmoja tofauti kwenye kila mechi, na hatimaye kuifanya Simba kufanikiwa kuibuka na alama 12. Nadhani katika mechi hizi 4 ni Musa Kamara pekee ndiye ambaye hajafanyiwa mabadiliko, lakini wachezaji wengine wote wamefanyiwa mabadiliko. Kumekuwa na mzunguko hapa na pale, yote ni kuweza kumatch in na ugumu wa ratiba. Tumeibuka na ushindi leo wa magoli 2-1. Haikuwa mechi nyepesi sana na haukuwa ushindi wa kufanya relaxing, lakini yote kwa yote tunawashukuru wachezaji wetu kwa kuwa na ubora usiomithilika na kuiwezesha Simba kufanikiwa kupata ushindi katika mechi hii ya leo dhidi ya KMC. Semaji, mmefanikiwa kushinda viporo vyenu 4 mfululizo. Pengine hii ni message kwamba mnalitaka taji la NBC? Absolutely. Tunalihitaji taji la ligi kuu ya NBC. Tuna muda mrefu, misimu 3 hatujachukua kombe hili. Kwa hiyo msimu huu tunaona kabisa tunastahili kuchukua kulingana na ubora wa timu tuliyokuwa nayo na mwenendo wa ligi unavyoelekea. Unaona kabisa Simba iko kwenye nafasi nzuri ya kuchukua ubingwa. Kwa hiyo tumepata ushindi katika mechi hizi ambazo naamini watu wengi sana wamekuwa surprised. Wapinzani wetu wengi walikuwa wanasubiri Simba adondoshe alama katika mechi hizi ili waweze kufanya sherehe zao, lakini tumeanza mechi ya kwanza na Mashujaa, hawakuamini kilichotokea. Mechi na JKT hawakuamini kilichotokea. Mechi ya Pamba alikadhalika. Basi labda baba mwenye nyumba atamzuia mpangaji wake, lakini bado naye tumefanya vibaya nyumbani kwake vile. Kwa hiyo tumechukua alama hizi 12 kwa tunaongeza fitness yetu. Mechi ya JKT Tanzania namna ambavyo ilikuwa tafu, tulikuwa tunaongeza ubora wetu. Mechi na Pamba Jiji namna ambavyo ilikuwa ngumu, sisi tulikuwa tunaongeza umakini. Mechi na KMC namna ambavyo waliamua wachezaji wote 11 kukaa nyuma na kupiga counter attack, ndivyo ambavyo mpinzani wetu atakuja kucheza Benjamin Mkapa, na sisi tukafanikiwa kumfungua na kumfunga magoli 2. Kwa hiyo tumepata mazoezi mazuri kweli, ambapo baada ya mazoezi hii sasa tunayo imani na matumaini makubwa sana Nyama anakwenda kufanya vizuri kwenye mechi ya finali. Semaji, mchezo wa pili mnapoteza clean sheet, au iwapi wasiwasi kuelekea mchezo unaofuata? Kwenye football tunaangalia nani amefunga magoli mengi zaidi. Huyo ndio mshindi. Mpaka sasa hatumdai Kamara chochote kile, kwa sababu tayari ameshavunja rekodi ya msimu iliyopita ya kuwa na clean sheet 16. Anayeshikilia rekodi hiyo aliyekuwa na rekodi ya clean sheet msimu uliopita alikuwa ni kipa wa Coastal Union Ray Matampi, alikuwa na 15. Msimu huu mpaka muda huu nazungumza nanyi
tayari Musa Kamara ana clean sheet 16. Remember, huyu ni mchezaji mpya. Kwa haya mengine yanayotokea yote ni bonus, wala hatumdai. As long as timu inapata ushindi, sisi we are very happy. Lakini ni jambo la kuongeza umakini zaidi kwenye eneo la ulinzi ili kutoruhusu kufungwa. Na unajua saa nyingine timu kubwa huwa hatupendi kufungwa. Yaani tunaweza tukakufunga magoli 7, ukatufunga moja tu tukanyongonyea. It happens sometimes. Kwa hiyo timu kubwa sisi huwa hatupendi kuchafuliwa. Umenielewa Tunasemaga usichafue gazeti. Kwa hiyo ina kera, lakini hatuwezi kuanza kujiuliza kwamba sasa tumepoteza clean sheet. Hakuna cha maana chochote kwenye clean sheet hizo, kwa sababu tayari timu imeshinda. Lakini Musa Kamara ndani ya msimu wake mmoja tayari amesha prove kwamba yeye ni extraordinary player. Hapa tunazungumzia striker refu kuliko goli. Leo tumeona amepata nafasi ya kuanza, amefunga mabao mawili kama ilivyokuwa kwa mwenzake Ateba katika mchezo uliopita, pia alifunga mabao mawili. Pengine inatoa picha gani kuelekea? Kwanza kuna jambo moja ningetaka tuliaddress kitaalamu kidogo. Inawezekana kabisa msimu huu ukawa ndio msimu ambao Simba Sports Club tumefanya usajili bora kuliko misimu ya hivi karibuni. Na hii ni kutokana na takwimu zinazoendelea katika mechi mbalimbali za ligi kuu ya NBC. Ukiachilia mbali kufika finali ya CAF, hiyo tusizungumzie kwa sababu kuna watu hawapo kwenye hayo mashindano. Kwa hiyo tukizungumzia wanaona kama tunajidai, kama tunawanyanyasa. Of course tunajidai kweli, tukianza na Musa Kamara, mpaka sasa ana clean sheet 16. Tayari ndio kipa bora mpaka muda huu napozungumza na nyinyi. Msimu wake wa kwanza amefanikiwa kuwa na hiyo clean sheet. Lakini achana na Musa Kamara, twende kwenye eneo la ushambuliaji. Sana wamekuwa surprised. Wapinzani wetu wengi walikuwa wanasubiri Simba adondoshe alama katika mechi hizi ili waweze kufanya sherehe zao. Lakini tumeanza mechi ya kwanza na Mashujaa, hawakuamini kilichotokea. Mechi na JKT hawakuamini kilichotokea. Mechi ya Pamba alikadhalika. Basi labda baba mwenye nyumba atamzuia mpangaji wake, lakini bado naye tumefanya vibaya nyumbani kwake vile vile. Kwa hiyo tumechukua alama hizi 12. Mimi naamini kuna watu hivi sasa nafsi zao zimechemka upya, nafsi zao zimepata moto upya, na zimepata mhaho mpya, na zimepata uoga mpya baada ya Simba kupata ushindi katika mechi zake hizi 4 za viporo. Semaji, katika mechi 4 ambazo umezungumzia ambazo mmepata ushindi, mechi ya JKT kwenye uchezaji wakati anabomba swali lake, wakati anaendelea kulifikiria swali lake, semaji, mimi nafahamu mmemaliza mchezo huu, kitu kinachofuata ni kimataifa. Semaji, bila shaka tunaongeza fitness yetu. Mechi ya JKT Tanzania namna ambavyo ilikuwa tafu, tulikuwa tunaongeza ubora wetu. Mechi na Pamba Jiji namna ambavyo ilikuwa ngumu, sisi tulikuwa tunaongeza umakini. Mechi na KMC namna ambavyo waliamua wachezaji wote 11 kukaa nyuma na kupiga counter attack, ndivyo ambavyo mpinzani wetu atakuja kucheza Benjamin Mkapa, na sisi tukafanikiwa kumfungua na kumfunga magoli mawili. Kwa hiyo tumepata mazoezi mazuri kweli kweli, ambapo baada ya mazoezi hii sasa tunayo imani na matumaini makubwa sana Nyama anakwenda kufanya vizuri kwenye mechi ya finali. Semaji, mchezo wa pili mnapoteza clean sheet, au iwapi wasiwasi kuelekea mchezo unaofuata? Kwenye football tunaangalia nani amefunga magoli mengi zaidi. Huyo ndio mshindi. Mpaka sasa hatumdai Kamara chochote kile, kwa sababu tayari ameshavunja rekodi ya msimu iliyopita ya kuwa na clean sheet 16. Anayeshikilia rekodi hiyo ama aliyekuwa na rekodi ya clean sheet msimu uliopita alikuwa ni kipa wa Coastal Union Ray Matampi, alikuwa na 15. Msimu huu mpaka muda huu nazungumza nanyi tayari Musa Kamara ana clean sheet 16. Remember, huyu ni mchezaji mpya.
Kwa haya mengine yanayotokea yote ni bonus, wala hatumdai. As long as timu inapata ushindi, sisi we are very happy. Lakini ni jambo la kuongeza umakini zaidi kwenye eneo la ulinzi ili kutoruhusu kufungwa. Na unajua saa nyingine timu kubwa huwa hatupendi kufungwa. Yani tunaweza tukakufunga magoli 7, ukatufunga moja tu tukanyongonyea. It happens sometimes. Kwa hiyo timu kubwa sisi huwa hatupendi kuchafuliwa. Umenielewa Tunasemaga usichafue gazeti. Kwa hiyo ina kera, lakini hatuwezi kuanza kujiuliza kwamba sasa tumepoteza clean sheet. Hakuna cha maana chochote kwenye clean sheet hizo, kwa sababu tayari timu imeshinda. Lakini Musa Kamara ndani ya msimu wake mmoja tayari amesha prove kwamba yeye ni extraordinary player. Hapa tunazungumzia striker refu kuliko goli. Leo tumeona amepata nafasi ya kuanza, amefunga mabao mawili kama ilivyokuwa kwa mwenzake Ateba katika mchezo uliopita, pia alifunga mabao mawili. Pengine inatoa picha gani kuelekea? Kwanza kuna jambo moja ningetaka tuliaddress kitaalamu kidogo. Inawezekana kabisa msimu huu ukawa ndio msimu ambao Simba Sports Club tumefanya usajili bora kuliko misimu ya hivi karibuni. Na hii ni kutokana na takwimu zinazoendelea katika mechi mbalimbali za ligi kuu ya NBC. Ukiachilia mbali kufika finali ya CAF, hiyo tusizungumzie kwa sababu kuna watu hawapo kwenye hayo mashindano. Kwa hiyo tukizungumzia wanaona kama tunajidai, kama tunawanyanyasa. Of course tunajidai kweli, tukianza na Musa Kamara, mpaka sasa ana clean sheet 16. Tayari ndio kipa bora mpaka muda huu napozungumza na nyinyi. Msimu wake wa kwanza amefanikiwa kuwa na hiyo clean sheet. Lakini achana na Musa Kamara, twende kwenye eneo la ushambuliaji.